Kwa hiyo tumesema tutajifunza sana itifaki mwezi huu wa 3. Itifaki ya jinsi ya kukaa na Mungu, itifaki ya namna ya kutembea na Mungu. Na tuliweza kuangalia itifaki kadhaa, lakini leo usingependa kurejea huko. Nataka tuangalie itifaki ya muhimu sana leo. Kwa wale walikuwa wameandika na wana muendelezo, basi hii ni itifaki ya 3. Lakini kama kuandika tangu mwanzo, basi andika ni itifaki ya kwanza kwa. Hakuna kitu kitakachoharibika. Itifaki, tunaposema itifaki, kwa neno lingine tunasema ni protokali. Kwa Kiingereza protocol. Mambo ambayo ni yanapaswa kufuatwa au kwenda hivyo. Mfumo wa mambo jinsi unavyotakiwa kwenda. Mambo yanavyotakiwa kwenda au namna matukio yanavyotakiwa kwenda katika mtiririko. Kwa neno sahihi zaidi kwenye protocol tunasema itifaki ni taratibu au miongozo au kanuni. So tukajifunza kwenye Wakorintho wa kwanza 14 mstari wa 40 inasema tufanye mambo yote kwa utaratibu na kwa uzuri. Tufanye kila kitu kwa uzuri na kwa utaratibu. Kwamba tusifanye vitu kiholela. Kama wewe unataka kufanikiwa kwa Mungu, lazima uzijue kanuni za kiungu za mafanikio. Lazima ujue protocol ya kimbinu ya kuleta mafanikio kwa mtu. Changamoto kubwa kwa Wakristo wengi, wanajua kuomba sana lakini hawazijui kanuni. Sikiliza nikwambie. Unaweza uko unataka kufika kwenye ofisi fulani, lakini ili uingie kwenye ofisi, pamoja na kwamba ni Mtanzania na una haki ya kufika kwenye ofisi hiyo, kuna taratibu utatakiwa kuzifuata. It's either utatakiwa kujisajili kwenye daftari la wageni, mahali pa kwanza pa kuingia, na kupewa utaratibu, either upewe kitambulisho au uelekezwe au upelekwe mahali unapotakiwa kwenda. Hiyo itakuwa ni protocol ya pale. Lakini inawezekana unafanya kazi kwenye ofisi fulani, milango ile wakaiwekea access ya fingerprint, kwamba ili uweze kuingia pale lazima uwe na access ya mlango. Hautaingia kama mlango hautakutambua. Hii nayo ni artificial intelligence. Mlango ukutambue, weke kidole pale, ukutambue alafu ufunguke. Kama utafuata protocol hiyo, hutaingia. Unakwenda hospitalini. Ukifika hospitalini unaweza kuambiwa uwe na kadi kwanza. Utatakiwa uingie kumuona daktari kwanza. Utatakiwa either utoe maelezo mwenyewe au aliyekupeleka atoe maelezo. Huwezi kwenda tu ukasema mimi nasikia naumwa sana kwa nataka mnichome sindano, nataka mtulikie drip hapa. Kuna protocol utatakiwa kuifuata. Sasa mifumo ya dunia imekuwa na protocol ambazo tumetakiwa kuzifuata ili tuweze kufikia malengo fulani. Lakini kiroho tumekuwa ni watu ambao wanakwenda shagala bagala. Watu ambao hawana mfumo kabisa, yani wanakwenda tu ovyo ovyo. Kwa vile mtu anajua kuomba, basi anajitutumua kweli, unaomba sana, lakini things are not happening. Maisha hayabadiliki. Kama ulivyokuwa juzi ndivyo ulivyo leo, na unakuwa hivyo kesho, kwa sababu kuna kanuni za ufalme umeziacha. Kuna kanuni za kiungu ambazo zitasababisha vitu vitokee, lakini aidha uzijui au unazifahamu lakini umeziacha. Bwana asifiwe sana. Amina. Kwa kuwa mwaka huu ni mwaka wa nguvu kubwa kwenye kila eneo, ni mwaka wetu wa utajiri na mafanikio, lazima tujue kanuni za mafanikio, kanuni za utajiri. Tunapoona watu kama wakina Ibrahim walimiliki mali, wakina Daudi, wakina Suleiman, tunapowasoma kwenye Biblia kuna kanuni waliziishi. Kuna protocol walitembea nazo. Hawakukaa kiholela holela. Walifuata na kuzingatia itifaki fulani kwenye maisha yao. Hizo ndizo tunazotakiwa kuzijua
yule jana, leo na hata milele. Mungu aliyembariki Ibrahim ndio huyo atakayetubariki leo mimi na wewe. Mungu aliyetembea na Ibrahim ndiye atakayetembea na wewe leo. Lakini lazima ujue itifaki. Ibrahimu alitembeaje mpaka akawa tajiri? Watu kama wakina Nuhu walitembeaje na Mungu mpaka Mungu akaweka agano naye? Ilikuwaje mpaka mbingu ifanye agano na mtu mmoja tu anaitwa Nuhu? Kuna itifaki walizitambua. Na pindi tutakapotambua itifaki, haijalishi kabila, haijalishi jinsia, haijalishi kimo, haijalishi ukubwa na udogo, ili mradi tu unajua itifaki ya kimungu, na kuambia utaona matokeo yakitokea kwenye maisha yako. Bwana asifiwe sana. Amina. Mungu sio wa makabila wala Mungu sio wa kabila. Yaani hakuna Mungu wa Wachaga na wa Wameru. Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, makabila yote ni ya kwake. Jamii zote ni za kwake, lugha zote ni za kwake. Lakini sisi ndio tunakosea. Sisi ndio tunakosea itifaki ya kimbingu ya kukutana na Bwana. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Kwa hiyo ndio maana mwezi huu tutajifunza sana itifaki. Na kwa sababu mlengo mkubwa wa mwaka huu au ile tuseme nini, vision yetu kwenye mwaka huu ni kwamba ni utajiri na mafanikio kwa kila familia. Sasa tutatakiwa tuelewe protocol za watu waliofanikiwa, walifanikiwaje. Bwana asifiwe sana. Alafu na sisi tuziishi, maana Mungu ni yeye yule jana, leo na milele. Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Anasema utamkumbuka Bwana Mungu wako akupae nguvu za kupata utajiri, ili kulifanya imara agano alilolifanya na baba zetu kama hivi leo. Yaani hilo agano liwe imara kama hivi, kama ni leo wamefanya na sisi. Bwana asifiwe sana. Amina, amina. Sasa hizo kanuni tukishazijua, bila shaka zitatupeleka mahali. Wewe unaandika ya 3, andika ya 3. Wewe unaandika ya kwanza, andika ya kwanza. Kanuni hii inasema ulicho nacho mkononi kitasababisha muujiza wako. Ulicho nacho mkononi kitasababisha muujiza wako. Unaweza ukaweka stop, ukaandika tena mbele yake, tumia fimbo uliona. Stop. Mungu atatumia fimbo ulionayo mkononi. Ulicho nacho mkononi mwako kimebeba muujiza wako. Hebu tuanze na kitabu kile cha Kutoka, tuanze na kitabu cha Kutoka ile sura ya 4. Kitabu cha Kutoka ile sura ya 4. Na tutasoma mstari wa kwanza hadi mstari ule wa 17. Naomba tusikilize kwa makini sana. Biblia yangu inasomeka hivi. Musa akajibu akasema, lakini tazama, hawataniamini wala hawatasikia sauti yangu. Maana watasema, Bwana hakukutokea. Bwana akamwambia, ni nini hiyo ulionayo mkononi mwako? Hebu sema, ni nini hiyo ulionayo mkononi mwako? Rudia tena, ni nini hiyo ulionayo mkononi mwako? Naomba nikuulize swali. Wakati Mungu anamuuliza ni nini umebeba mkononi, Musa alikuwa na nini? Alikuwa na nini? Hivi ni kweli Mungu hakujua kwamba hii ni fimbo? Alikuwa anafanya nini? Anamuuliza Musa, eti ni nini hii ulionayo mkononi mwako? Sasa swali la haraka unajiuliza, ina maana Mungu hakuona ile ilikuwa ni fimbo? Mungu anajua, lakini kwenda aliyebeba fimbo hajui. Mmenielewa vizuri eh? Yaani Mungu anashangaa kwamba kuna kitu umebeba ambacho kina uwezo kusababisha muujiza kwako, kina uwezo kubadilisha maisha yako, lakini you don't understand its value. Uelewi thamani ya hicho ulichokibeba.
Musa anataka msaada wa Mungu, lakini Mungu anamwambia ulichonacho ndicho msaada wako. Haleluya. Amen. Haleluya. Wewe umebeba nini mkononi mwako? Je, ni nini hiyo? Sasa mkono tunaozungumza leo sio physical hand. Hatuzungumzii mkono wa mwilini, tunazungumzia spiritual hand. Tunazungumzia ule mkono wa rohoni. Ni nini umebeba? Mkono wako wa rohoni una nini ili Mungu akitumie hicho kusababisha muujiza wako? Bwana asifiwe sana. Muujiza wako uko karibu na wewe sana. Hebu sema muujiza wangu uko karibu na mimi. Rudia tena, muujiza wangu uko karibu na mimi. Yes. Unaweza uko unajiuliza habari za fedha sana. And I want to tell you, your miracle, muujiza wako uko karibu na wewe sana. Neno hili litaleta mapinduzi makubwa. Angalia, Mungu anamuuliza nini unacho mkononi mwako? Mstari wa 3. Akamwambia mstari ule wa 2. Bwana akamwambia, ni nini hiyo ulionayo mkononi mwako? Akasema, ni fimbo. Mungu akamwambia, itupe chini. Akaitupa chini, nayo ikawa nyoka. Musa akakimbia mbele yake. Musa hakuwahi kujua ile fimbo alikuwa amebeba ina maajabu. Hiyo siku ameitupa chini fimbo, alikuwa anatembea nayo kila siku, kaitupa chini, ikageuka kuwa muujiza, akakimbia. Lakini fimbo ile ile alikuwa anatembea nayo. Bwana akamwambia Musa, nyosha mkono wako kamshike mkia. Akanyosha mkono wake akamshika, na akageuka kuwa fimbo mkononi mwake, ili kwamba wapate kusadiki ya kwamba Bwana Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo amekutokea. Bwana akamwambia tena, sasa tia mkono wako kifuani mwako. Akautia mkono wake kifuani mwake, na alipoutoa, kumbe mkono wake ulikuwa una ukoma, umekuwa mweupe kama theluji. Akasema, tia mkono wako kifuani mwako tena. Akautia mkono wake kifuani mwake tena, na alipoutoa kifuani mwake, kumbe umerudia hali ya mwili wake. Basi itakuwa wasiposikia wala kusikiliza sauti ya ishara ya kwanza, wataisikiliza sauti ya ishara ya pili. Kisha itakuwa wasipoamini hata ishara hizo mbili, wala kusikiliza sauti yako, basi yatwae maji ya mtoni uyamwage juu ya nchi kavu, na yale maji uyatwayo mtoni yatakuwa damu juu ya nchi kavu. Musa akamwambia Bwana, mimi si msemaji tokea zamani, wala tokea hapo uliposema na mtumishi wako, maana mimi si mwepesi wa kusema, na ulimi wangu ni mzito. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu hutaka watu watambue thamani ya alichokiweka mikononi mwao. Hapo ulipo wewe, kuna kitu Mungu alikuwekea mkononi mwako, ambacho hicho kitu kitaleta muujiza kwenye maisha yako. Kuna kitu Mungu alishakiachilia. Haijalishi watu wanasema nini juu yako, haijalishi watu wanakuonaje, haijalishi jamaa zako wanasema nini, haijalishi ndugu zako wanakuonaje, lakini Mungu alishaweka kitu cha thamani kwenye mikono yako. It might be wewe mwenyewe hujatambua jawabu. Anaona mamlaka, anaona uweza kwenye mkono wa Musa. Haleluya. Haleluya. Utakumbuka vizuri hata wakati wanavuka bahari ya Shamu, Mungu alimwambia Musa, alilia tena, manake alikuwa ameshasahau. Wakalia tena, Mungu akamwambia, nyanyua fimbo yako. Mbona unanililia? Nyanyua ile fimbo ulio nayo mkononi wako, ukanyoshe juu ya bahari, uigawanye bahari. Kumbe njia iko hapo kwenye bahari, lakini shida ni Musa. Musa ni wewe unatakiwa ugawanye bahari kwa hiyo fimbo, lakini kama hujatambua thamani ya fimbo muujiza huo hauwezi kutokea. Haleluya.
Haleluya. Ninazungumza na watu hapa. Ninazungumza na watu hapa. Jinsi ulivyo Mungu hajakukosea. Inawezekana ikawa tu uko kwenye wrong position, uko kwenye eneo ambalo sio sahihi kwako, au mawazo yako yamekuwa sio sahihi sawa sawa na mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Lakini jaribu kufikiri ni kitu gani ulicho nacho, na hicho kitu Mungu alichokiweka mkononi mwako amekiweka ili akitumie in future. Kuna mahali Mungu anataka ukitumia hicho alichokuwekea, kina kazi maalumu, na kama sio kazi kwenye familia ni kazi ndani ya taifa, na kama sio ndani ya taifa ni kwenye mataifa ya nje yanakisubiri hicho kitu ulicho nacho, yanasubiri ile fimbo Mungu ameweka mkononi mwako. Familia yako inangoja hiyo fimbo ianze kutumika ili sababisha jambo. Lakini leo unaweza ukajiona duni sana kwa sababu hujajua ulichobeba. Come on. Mungu wangu akufungue macho uone kile ulichobeba kwa jina la Yesu. Narudia tena, Mungu akufungue macho uone kile ulichobeba. Kuna mtu unaweza ukaingia kazini, ukaenda umeajiriwa mahali fulani, ukashangaa ulivyoingia kwenye ofisi watu wote wakakuchukia, vita ikakuinukia, matatizo yakaanza. Acha nikwambie, hayakuanza kwa sababu ulikuwa na bahati mbaya, ila ni kwa sababu ya kile ulichobeba. Maana wewe kuna kitu umekibeba chenye mabadiliko makubwa kwenye kampuni, chenye mabadiliko makubwa kwenye ofisi, na wale ulioingia pale wamekuona kwa jinsi ya rohoni. Biblia yangu inaniambia ndugu wa Yusufu walimuona akija tokea mbali, wakasema yule pale mwota ndoto. Unapoingia kwenye kampuni maadui watakuona, unapoingia kwenye shirika maadui watakuona, unapoingia hapo kwenye kazi, kwenye hilo eneo watu wataiona nyota yako iking'aa. Wataanza kusema tazama yule mwenye baraka amekuja, tazama yule mwenye mafanikio amekuja. Wataanza kupigana kukuzuia. Lakini kama Mungu aishivyo, mwenye hatima hafi mpaka ametimiza hatima. Narudia tena hii usikie vizuri. Mwenye hatima huwa hafi mpaka atimize hatima yake. Wataweza kumsumbua na kumwangaisha, lakini kama akisimama akijua thamani ya fimbo aliyobeba, na kuambia kutoboa lazima atoboe, lazima afike tu, lazima uone wokovu tu. Haleluya. Haleluya. Sema kile nilichobebeshwa kimebeba muujiza wangu. Rudia tena, kimebeba muujiza wangu. Je, unakijua hicho? Unakijua hicho? Inawezekana hujatambua ulichokibeba mpaka sasa. Na mtu ambaye hajatambua alichokibeba, huwa vita inakuwa kali sana kwenye maisha yake.